Asanteni sana wanakwaya kwa uimbaji wenu mzuri. Mwanzo kabisa, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai asubuhi ya leo na pia kuniwezesha kusimama mbele yenu ili kuleta neno lake. Ningependa pia kumshukuru Provost wetu ambaye ndiye Vicar General wa Diocese ya Nairobi, the very Reverend Canon Paul Kariuki Mwangi, kwa kunipa fursa hii kuweza kusimama kwenye pulpit yake siku ya leo. Pia ningependa kuwashukuru nyinyi nyote kwa kuja kanisani siku ya leo. Jina langu ambavyo mlikuwa mmeelezewa ni Bertha Mulumia na nampenda Yesu Kristo. Mimi ni mama na mimi ni mke pia wa mume mmoja ambaye anaitwa Tom Mulumia na anahudumu kama lay reader wa kanisa hili. Na tumejaliwa na watoto na tunamshukuru Mungu kwa yote. Mada ya mahubiri siku ya leo itatoka katika kitabu cha Kutoka, sura ya 15, mstari wa 2a. Na mada yenyewe ni Bwana nguvu yetu. Yani, the Lord is my strength and my defense. Kitabu hiki cha Kutoka ni kitabu cha pili katika Agano la Kale baada ya kitabu cha Mwanzo. Ni kati ya vitabu vitano vya sheria, zingine zikiwa kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Vitabu hivi vyote viliandikwa na Musa. Na kitabu cha Kutoka kiliandikwa kati ya mwaka wa 1410 na mwaka wa 1450 kabla kuzaliwa kwa Kristo. Kitabu hiki kimerekodi matukio ya ukomboaji wa Israeli kama taifa. Somo kubwa katika kitabu cha Kutoka ni ukombozi wa Waisraeli kutoka utumwani huko Misri. Na lengo lake ni nini? Lengo ni tamko la kusudi jema la Mungu kwa watu wake. Yani, a declaration of God's purpose to his people. Ni watu wagani walikuwa wanaandikiwa hiki kitabu? Yani the audience. Walikuwa Waisraeli na kizazi kijacho. Historia fupi juu ya mwandishi wa kitabu hiki cha Kutoka, ambaye ni Musa. Musa alikuwa kiongozi wa Kiebrania ambaye aliongoza Waisraeli kutoka utumwani Misri. Alikuwa kiongozi muhimu katika Agano la Kale. Kwa nini? Alikuwa msemaji na mpatanishi aliyechaguliwa na Mungu. Tunajua wazazi wake. Ndio, wazazi wa Musa walikuwa nani? Babaye alikuwa Amrani na mamake alikuwa Yokebedi. Mkewe alikuwa Zipora Mkidiani, yani a Midianite. Lakini aliitwa Mkushi, Akushite, kwa sababu ya urembo wake. Walikuwa na watoto wawili, Gashoni na Eliezeri. Musa alizaliwa wakati ambao watu wake ambao ni Waisraeli walikuwa watumwa na walikuwa wakiongezeka kwa idadi kwa haraka. Kwa hivyo Farao wa Misri aliogopa, akakuwa na wasiwasi kwamba wanaweza kushirikiana na maadui wa Misri. Na hapo Farao aliamuru wavulana wote wa Kiebrania wauawe. Lakini mamake akamficha kwenye kichaka kando ya mto Nile, ambapo alipatikana na binti ya Farao. Alimchukua na akakulia na familia ya Misri. Na baadaye alipomua Misri ambaye alikuwa akimpiga Mwibrania, Musa alikimbia hadi Midiani ambako alikutana na uzoefu wa kichaka kinachowaka, yani the burning bush. Mungu alimtuma Musa kurudi Misri kudai kuachiliwa kwa Waisraeli kutoka utumwani, kwa maana walikuwa wanateseka huko. Musa alisema hawezi kuzungumza kwa ufasaha. Kwa hivyo
Haruni nduguye aliambiwa amsaidie. Baada ya mapigo 10, yani the 10 plagues, Musa aliongoza Waisraeli kutoka Misri na kuvuka bahari ya Shamu. Baada ya hapo, walijikita kwenye mlima Sinai ambapo Musa alipokea amri 10. Baada ya miaka 40 ya kuzunguka jangwani, Musa aliaga dunia katika mlima Nebo akiwa na miaka 120. Na tunajua Musa hakuingia ardhi ya ahadi, the promised land. Baada ya historia hiyo ya Musa kwa ufupi, hebu turudi kwa mada yetu ya leo, ambaye Bwana ndiye nguvu yangu na ulinzi wangu ama ushindi wangu. Katika sura ya 15 kitabu cha Kutoka mstari wa 2, huu ni wimbo ambao Musa na Waisraeli walimwimbia Bwana baada ya kuwaokoa kutoka kwa Wamisri. Kuna nyimbo karibu 200 kwenye Biblia kwa vitabu kadhaa, kama kitabu cha Zaburi, wimbo ulio bora, maombolezo na zingine. Na muziki ulichukua sehemu muhimu katika ibada na sherehe za Waisraeli. Kuimba ilikuwa kielelezo cha upendo na shukrani, na ilikuwa njia ya ubunifu ya kupitisha mila ya mdomo, yani the oral tradition. Wengine wanasema wimbo huu wa Musa ndio wimbo wa zamani zaidi uliorekodiwa ulimwenguni. Na kabla ya wimbo huu, Musa na wana wa Israeli walikuwa wamepitia mambo magumu wakitoka utumwani Misri, na Mungu alikuwa amesikia kilio chao. Hiyo tunapata katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 9, ambao unasema, basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikia. Tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu au wana wa Israeli katika Misri. Tunaona Mungu akiwapa nguvu. Leo tutajifunza mambo matatu kuhusu nguvu za Mungu katika maisha yetu na maisha pia wa Israeli. Jambo la kwanza, tuache uoga. Tuache uoga. Tunaona katika kitabu cha Kutoka, Waisraeli walipokuwa wakitoka Misri, walianza kumlalamikia Musa wakati walipofika katika bahari ya Shamu. Waliona kuna bahari mbele na nyuma kuna Wamisri. Wakawa na wasiwasi sana na wakaogopa. Lakini Musa akawaambia, msiogope. Mungu atawaletea ushindi leo. Misri unayemwona leo hautamwona tena. Adui unayemwona leo hautaimwona tena. Tulieni na Bwana atawapigania. Wakristo wenzangu, ni jambo gani linakutia uoga leo? Unaogopa nini? Kazini mwako unaogopa nini? Katika biashara yako unaogopa nini? Katika ndoa yako unaogopa nini? Katika familia yako unaogopa nini? Tulia kwa Bwana, kwa maana kwa Bwana kuna amani. Kwa Bwana kuna raha. Kwa Bwana kuna ushindi. Na kwa Bwana kuna nguvu. Na kweli kwa neno hilo Waisraeli waliweza kuvuka bahari baada ya Musa kunyosha fimbo yake kama alivyoagizwa na Mungu, na bahari ya Shamu ikagawanyika. Je, sisi tunaweza kusikia sauti ya Bwana? Tunaweza kutofautisha sauti ya adui mwovu na sauti ya Bwana? Musa alisikia sauti ya Mungu na akatii. Alijua kuna nguvu katika Mungu. Je, sisi ni watiifu katika neno la Bwana?
Je, sisi ni watiifu katika maisha yetu? Tumwombe Mungu atupe utiifu kwa neno lake. Jambo la pili ambalo tunaona nguvu za Mungu katika maisha yetu na pia maisha ya Waisraeli, Mungu alitumia kile Musa alikuwa nacho mkononi, yani ile fimbo, kuwapa nguvu na pia ushindi. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye nguvu, atatumia kitu kinachopatikana kwa urahisi kwa mikono yetu. Sisi kama Wakristo tuko na mambo kadha wa kadha ambayo tunaweza kutumia kuonyesha nguvu za Mungu ambayo yako mikononi mwetu. Kwa mfano, tuko na maombi ambayo inapaswa kuwa mtindo wa maisha yetu. Sio tu unaomba wakati uko na shida. Kuomba unaomba wakati wowote. Ukiamka unaomba, ukitembea unaomba, ukiwa kazini unaomba, ukiwa nyumbani unaomba, kwa maana Mungu anasikia sala zetu. Tumefundishwa jinsi ya kuomba na wachungaji wetu hapa kanisani wakiongozwa na provost. Maombi yanapaswa kuwa ya dhabiti na ya kudumu. Yani, inafaa ikuwe consistent and persistent. Kama vile Hana ambavyo aliomba hadi Mungu akampa mtoto wake Samueli. Jambo lingine ambalo tuko nalo mikononi mwetu, tuna sifa na ibada. Katika familia zetu, tufanye ibada iwe desturi. Kila siku, kuwe na ibada pamoja na familia yako. Jioni kabla mlale, ketini pamoja, someni Biblia, neno la Mungu kabla ya kulala. Na hata asubuhi ikiwezekana, mkiamka, mnasoma Biblia kabla mtoke nyumbani. Hicho ni kitu ambacho tuko nacho mikononi mwetu na tunaweza kitumia. Sifa unaweza imba. Although kuna wengine sauti zetu haziko kwa keyboard, lakini tunajua kuimba. Na Mungu ndiye amekupa hiyo sauti. Na anajua hiyo sauti ndio yako. Hiyo sauti inafaa utumie kumsifu Mwenyezi Mungu wakati wowote, mahali popote. Jambo lingine ambalo tuko nalo mikononi mwetu ni ushirika, yani fellowship. Ushirika pia ni mojawapo ya mambo ambayo tunaweza kutumia kupata nguvu katika Bwana. Hapa tunakutana na ndugu na dada zetu, tunatoa ushuhuda, watu ambao maybe wako na mambo inawasumbua, wanaongea, tunaomba pamoja, na kwa hivyo tunaona nguvu za Mungu. Na unapata wakati mwingine ama mara kwa mara, pengine mumeombea mmoja wa washiriki, jambo lilikuwa linamsumbua. Na baada ya wiki moja ama wiki mbili, unapata akirudi anasema lile jambo ambalo tuliomba Mungu amejibu. Na hapo tunafurahi na tunaona ushindi wa Mungu. Tunaona nguvu za Mungu katika maisha yetu. Jambo lingine pia ambalo ni la tatu ambalo tunaona nguvu za Mungu katika maisha yetu, tunajua kwamba mwovu shetani pia anatambua nguvu za Mungu. Katika kitabu cha Kutoka, sura ya 14 mstari wa 25, tunaona Bwana alizifunga magurudumu ya magari ya vita hivi kwamba yalikuwa na ugumu wa kuendesha. Wakati wa Misri walikuwa wanafuata wana wa Israeli, magurudumu yao yalisimama, yakashindwa kwenda. Alafu wakasemaje wa Misri wenyewe? Wacha tuondoke kutoka kwa Waisraeli. Bwana anawapigania dhidi ya Wamisri. Kwa kuwa Bwana ndiye nguvu yetu, atafanya kila kitu hadi adui atatambua kwamba ana ushindi. Wamisri walijua ni Mungu pekee anayeweza kufanya hivi. Kwa hivyo walijua nguvu zake. Katika ulimwengu wa sasa, Mungu bado anaweza kutupa ushindi dhidi ya maadui zetu. Maadui zetu sio binadamu peke yake, lakini vitu kama magonjwa, hizo ni adui. Masuala ya familia, pengine watoto wamepotea, watoto wako kwa dawa za kulevya, familia ambazo hazina umoja, hizo zote ni adui. Inatupasa kuomba na ushindi utakuwa wetu. Na tukipata ushindi, kwa hakika tutaangalia nyuma na kusema, kama si nguvu za Bwana, tatizo hili bado lingekuwa nasi. Mistari mingine ya Biblia ambayo inaonyesha nguvu za Mungu
kwetu. Ni kama waraka wa Paulo kwa Wafilipi, sura 4 mstari wa 13. Naweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hii ni mada ya chama cha kina mama Mothers Union. Neno la pili pia ambalo linaonyesha nguvu za Mungu ni Zaburi 18 mstari wa 32. Mungu ndiye anivikae nguvu na kunifanya njia yangu kuwa kamilifu. Zaburi ya 46 pia mstari wa 1. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Kwa kumalizia, Mungu anatuita tumfanye awe nguvu na ushindi wetu, kwa sababu ndani yake tunapata kila kitu kizuri. Tumtegemee yeye na kila jambo atatupa ushindi. Ibada, neno la Mungu na maisha ya maombi ni baadhi ya njia za kuwa na nguvu katika Bwana na kubaki katika ushirika na waumini wengine. Na tukifanya haya yote, tunaweza kuwa na wimbo wa ushindi kama vile katika maisha yetu, kama vile Musa na Waisraeli walikuwa na wimbo wa ushindi walipokuwa wakitoka Misri. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.